إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى عباد الله. Allah subhanahu wa ta'ala anamwelekeza mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika kuwakumbusha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na dini Allah subhanahu wa ta'ala, sheria Allah subhanahu wa ta'ala katika itikadi wanaofaa adati mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewekea katika dini hii. Ibadallah, Allahu alayhi wasallam akaambiwa sayadhakkaru man yakhsha, atakumbuka yule mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Biidhnillahi ta'ala tunakumbushana kuwa bado tuko katika masiku matukufu, katika miezi mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika miezi 12 katika mwaka, na bali Allah subhanahu wa ta'ala akaimiza na akatahadharisha kutokamana na kuzidhulumu nafsi zetu. Faqala subhanahu wa ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo, miezi yote ya mwaka mzima, na pia hasa katika miezi mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha kutokamana na kinywa cha mtume wake sallallahu alayhi wasallam huwa ni Dhulqa'dah wa Dhulhijja na Al-Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Na kama tunavyojua kuwa bado tuko katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa pili katika miezi mitukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekoteza kuwa tusidhulumu nafsi zetu katika miezi kama hii, bali tukithirishe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutegamana na vile ambavyo mja ataweza kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amemaliza mwaka wa hijiria, mwaka wa Kiislamu, kwa miezi miwili mitukufu, kuonyesha umuhimu wa mwisho wa umri wa mwanadamu, pale mwisho unapofikia katika amali za mwanadamu, basi ajue kuwa kuna umuhimu mkubwa kwa yeye kuzingatia mwisho kama huo. Sa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, a'malu bil khawatim, matendo huzingatiwa mwisho wake na Allah subhanahu wa ta'ala.
katika neema zake akajalia kuwa mwaka unaishilia na miezi miwili mitukufu, Dhulqa'da na Dhulhijja, ambao ni miezi ambao lau kama mja atajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameidhinisha katika sheria yake, basi atapata ajiri kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Bali juzi tu ndugu zetu ambao waliwafikishwa kufika katika mji wa Makka wakatekeleza ibada kubwa ya haji ambayo iko katika mwezi wa Dhulhijja, Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha baada ya ibada kama hii kuna mambo ambayo mja atekeleze bali alazimiane nayo, nao ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuomba istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kumsamehe mja wake. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia hujjaj, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullah kadhikrukum aba'akum au ashadda dhikra, mkimaliza ibada yenu ya haji basi mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala sana, bali mtaje zaidi ya vile mlivyotaja baba zenu. Allah subhanahu wa ta'ala akaimiza ibada kubwa ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, bali pia katika ibada ya sala Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu fantashiru fil ard wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha kuwa inapoisha sala basi tawanyikeni katika ardhi, na pia akaamrisha watu wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kwa hiyo ibada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akaleta adhkar kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni ibada tukufu ambayo mja anaweza kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada kama hiyo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyopokea Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-iman bid'un aw bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna shu'bah فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. عباد الله، Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kubainisha jambo la iman akataja kuwa iman imegawanyika katika matawi 70 au zaidi ya 70 au zaidi ya 60, bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna shu'bah. Akataja fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah, mboni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Akataja kuwa katika ibada kubwa na daraja ya juu kabisa katika iman ni kuleta kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kalima kama hii ya tauhid. Na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha kuwa imatatul adha anit tariq, kuondoa udhia njiani. Maana akabainisha jambo la ibada ya matendo. Ya kwanza ametaja ibada ya ulimi na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akataja ibada ya matendo ya viungo ya kuondoa udhia njiani, akataja kwa hiyo ndio daraja ya mwisho kabisa katika iman. Bali akataja wal haya'u shu'batun min al iman, na haya, kuwa na haya ni kitawi katika tawi za iman. Bimaana akataja ibada ya moyo. Kwa hiyo mja anaweza kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wake, na pia akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala ama akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa viungo vyake, na pia akajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada za moyo. Miongoni mwao ni ibada ya haya. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha mambo ambayo yanaweza kumkaribisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo itakuwa ni sababu ya yeye kuingia katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ibadallah, يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة قبول على صيام رمضان،
فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. عباد الله، الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى alipokuwa akizungumzia ibada ya saum akataja kuwa muawadatu siyam baada siyami Ramadhan, kule kujizoesha kuwa na mazoea ya kufunga baada ya mwezi wa Ramadhan, alamatu qabulin ala siyami Ramadhan, ni alama ya kukubaliwa saumu ya Ramadhan. Kwa nini? fa inna Allah idha taqabbala amala 'abdin waffaqahu Allah li'amalin salihin ba'da. Allah subhanahu wa ta'ala anapomwafiki, anapokubali na kuitia ibada ya mja wake na amali za waja wake wanazojikaribisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anapozikubali Allah subhanahu wa ta'ala na kuandalia malipo makubwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi umwandalia na kumwafikisha mja kama yule amali njema baada ya ibada kama hilo. Maneno haya ya Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala ameyataja katika mlango wa siyam wa saum, lakini anaingia katika ibada zote. Pale mja anapojizoesha ibada za faradhi, basi Allah subhanahu wa ta'ala akamwafikisha katika kufanya ibada za sunna, basi Allah subhanahu wa ta'ala huendelea kumwafikisha mja kama yule kwa amali njema baada ya ibada kama ile aliyojikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. fa inna Allah idha taqabbala amala 'abdin waffaqahu Allah li'amalin salihin ba'dahu. Allah subhanahu wa ta'ala anapoikubali amali ya mja ya faradhi ama ibada yoyote ya sunna, basi Allah subhanahu wa ta'ala humtakabalia na kumwafikisha mja kama yule kufanya amali baada yake, amali njema baada yake, baada ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada kama ile. Ibada Allah, katika mambo ambayo tunakumbushana kuwa ni jambo ambalo Muislamu atakana litilie umuhimu, bali ajihimize na aipinde nafsi yake na kujitahidi katika nafsi yake kulitekeleza, ni jambo kubwa la siyamu, ibada ya saumu za sunna, ambayo ni ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam wamebainisha fadla kubwa bali na amali njema. Fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha katika a'mal bora za mwenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akataja afdalus siyam ba'da Ramadan shahrullahil muharram, ibada bora ya saum baada ya mwezi wa Ramadhan, baada ya ibada ya faradhi ya Ramadhan, basi ni mwezi mtukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa Allah al-Muharram, ambao ni katika miezi mitukufu ambao uko mbele yetu. Baada ya kumalizika mwezi wa Dhulhijja, unaoingia ni mwezi wa Muharram. Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza kufunga mwezi huu, mwezi wa Muharram ambao uko mbele yetu. Kwa Muislamu tunatakiwa kujitahidi, tunatakiwa tujipinde nafsi zetu katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. fa inna Allah idha taqabbala amala 'abdin waffaqahu Allah li'amalin salihin ba'dahu. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala anapokubali na kuitikia ibada yako ya faradhi, basi ujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha kwa amali njema baada yake. Kwa hiyo ikiwa ulikuwa ukijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada ya saum, umefunga masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, siku 9 za mwezi wa Dhulhijja, na pia ukawa unatoa sadaka na ukaswali qiyamul layl, ukasali sala za sunna, basi unatakiwa kuendelea na ibada kama hizo kwa miezi iliyobakia na miezi ambayo iko mbele yako, kwa kadri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia katika umri wako. Nikimalizia na tambii ambayo tutakana Waislamu tukumbushane mambo haya kila wakati, tunakumbushana mambo ya kuwaiga makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala
anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, hawatakuwa radhi na wewe, hawatakuridhia mayahudi na manasara mpaka ufuate mila zao, mpaka pale ambapo utafuata itikadi zao na mienendo yao. Hapo ndio ambapo Allah mayahudi na manasara watakupenda na kukufanya rafiki yao. Jambo hili ambalo waislamu, baadhi ya waislamu wamelizua katika kalenda ya Uislamu, kwa sababu wameona kufar wanasherekea mwisho wa mwaka mpya wa kikafiri, basi na wao wakasema badala ya kusherekea na wao, basi na sisi pia tuweke katika dini yetu, maadamu kuna mwisho wa mwaka, basi na sisi pia tusherekee mwaka mpya wa Kiislamu ambao ni mwezi wa Al-Muharram. Na hii ni bid'a ambao baadhi ya waislamu wameizua katika asri hizi, wakazua ni baada ya kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu wa Hijiria tarehe 1 Muharram. Wengine wakaifanya hivyo, wakasherekea kwa kufunga, na wengine pia wakaweka i'tikaf, wakakaa i'tikaf wakiwa wanaadhimisha mwaka mpya, jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakulifanya wala hakulihimiza na kulifundisha kuwa kuna mwaka mpya wa Kiislamu. Ni jambo la makosa ambalo wengi katika Waislamu leo hii wanalifanya, ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Yeyote atakayefanya amali ambao haina amri yoyote katika dini hii, maana haina dalili ya Qur'an wala sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi amali kama ile mja ataregeshewa amali yake. Ewe mja Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu yangu Muislamu, unaposherekea mwaka mpya wa Kiislamu ukaitakidi kuwa kama wanavyosherekea makafiri na wewe pia unasherekea jambo hili, basi ni jambo la makosa, natakikana ujiweke mbali. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza kuwaiga makafiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhu. Qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Mtume sallallahu alayhi wasallam mmoja aliwaambia masahaba kuwa mtafata nyayo za wale waliokuwa kabla yenu, shibrin bi shibrin, shibran bi shibrin, shiburi kwa shiburi, wa dhira'an bi dhira'in, na dhiraa kwa dhiraa, bimaana kila sehemu watakapozua jambo fulani, na nyinyi pia mtazua katika dini yenu, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila watakalolifanya kufar, na utapata baadhi ya Waislamu pia wanaliiga jambo hilo na kulifanya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhu, hata lau kama ataingia katika tundu ya mburukenge, basi na nyinyi pia mtawafuata. Bimaana hata kama atafanya maasi ya kiasi gani, watapatikana baadhi ya Waislamu kufanya jambo hilo la makosa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno haya, masahaba akamuuliza, al-yahudu wan nasara, ni wakusudia mayahudi na manasara? Qala faman. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi ni nani kama si hao? Akitafsiri aya Allah subhanahu wa ta'ala kumtahadharisha kutokamana na kuwaiga kufar, walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka.